Ili kwanza kupata habari zetu kutoka hapa, tafadhali bonyeza alama ya subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele. Asante. Nikukaribishe mtazamaji wa Choice Sports hapa Choice Sports. Ni siku nyingine tunakutana hapa kupiana taarifa mbalimbali zinazohusu masuala mazima ya michezo, hasa zungumzia ligi kuu ya bara, lakini pia ligi zingine huko barani Ulaya. Kama tu bado hujabonyeza alama ya subscribe na video hii, tafadhali alama ya subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele ili kwanza habari zetu kutoka hapa Choice Sports. Tayari bonyeza alama ya subscribe, basi karibu na asante kuendelea kuangalia Choice Sports. Siku nyingine tunakutana hapa shabiki wa soka wa Tanzania kupiana update mbalimbali za kuhusu masuala mazima ya usajili ambao umekamilika na ule ambao bado unaendelea kukamilika kwa asilimia kadhaa. Na hii ni channel yako maalum kabisa na update mbalimbali zinazohusu tetesi nzima za usajili na vitu vingine vingi kutoka hapa Choice Sports. Ni kwamba tu kwamba taarifa zilizoko ndani ya klabu ya Young Africa ni kwamba hadi sasa Yanga imeendelea kuwa na hatua nyingi za mabadiliko, huku kichagizwa na uwekezaji ambao unaendelea kufanyika katika klabu hiyo. Tayari JSM inaonyesha nia kabisa dhati ya kuweza kuwekeza kiasi kubwa cha pesa ili kuweza kuicontrol na kuiongoza klabu hii kwenda katika hatua ya mabadiliko na hatua ya mafanikio ambao wana Yanga wengi wamekuwa wakiyaota. Yote haya yanachagizwa tu na kwamba umoja, mshikamano wa mashabiki, lakini pia viongozi wa Yanga ndio utaifanya klabu hii kuweza kufikia hatua kubwa ya mabadiliko ambayo wengi wamesubiri kuyaona yatokee. Yote haya yameelezwa na Engineer Hersi Said akiongea na media moja akisema kwamba ni wazi kwamba tunahitaji mshikamano, tunahitaji umoja, tunahitaji nguvu za ziada kuweza kufika mbali zaidi na zaidi na zaidi. Tena inachagizwa kwamba nini? Ni kwamba hadi sasa Yanga amekuwa akifanya hatua kubwa za mabadiliko, huku mashabiki wa Yanga akiwa na kiu kubwa sana kuona Yanga anafanya vizuri kubeba ubingwa, lakini pia ikiwa inaweza kuongoza ligi huku ikiwa ni timu ambayo unbeaten. Hadi sasa nikukumbusha tu kwamba Yanga inaendelea kuongoza kwa na idadi kubwa mabao ya makombe katika ligi kuu ya bara, ukifuatiwa na Simba ambao hadi sasa inapambana na yenyewe pia kuvunja rekodi. Kwa msimu huu mwaka 2020-2021 ambao unaenda kumalizika, Yanga imefanya vizuri kiasi chake licha ya yale matarajio mengi na imani kubwa ambayo mashabiki wengi walikuwa nayo wakitegemea kuona kwamba Yanga inachukua ubingwa na kuweza kufanya vizuri zaidi kimataifa. Imekosekana licha kwa bado matumaini kwa viongozi wa Yanga akiendelea kusema yapo, wakiwa masalia na michezo yao mitano ya ligi kuu, na huku mchezo mmoja ambao unaangaliwa kwa kasi ni mchezo wa Simba na Yanga ambao uliahirishwa na hivyo kapangwa mwezi wa 7 tarehe 3 uchezwe, na wengi wakisubiri kwa hamu mchezo huo utokee, na huku ikiwa ni dabi ambayo inawapa matumaini mashabiki wengi wa Yanga na mashabiki pia wa Simba kuweza kuamini kwamba timu ipi ni bora, timu ipi sio bora. Nikwambie tu kwamba hakuna mechi ambayo waga inaangaliwa kama finali. Ijalishi umefungwa au umeshinda au umekosa hata kombe la ligi kuu, ila umeshinda dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga, hii huwa ndio finali. Licha kuwa kwamba hata kama mtu amefungwa au ameshinda na hajachukua kombe, basi huwa bado anahesabika ni bingwa kabisa. Hivyo mashabiki wengi wa Simba na Yanga wakiwa wote macho yao na akili zao maelekeza kwenye mechi hiyo tarehe 3 mwezi wa 7 ambayo inasubiri kupigwa kati ya Simba na Yanga, nani atakayefungwa, nani ambaye atakayeshinda. Na hii yote ni imani kubwa mashabiki wa Yanga kijikia imani kwamba ushindi upo na Yanga inashinda kwa sababu Simba ni timu mbovu. Sasa Engineer Hersi Said alizungumza vitu vingi sana ikiwemo swala zima la uwekezaji, lakini pia nikukumbushe tu hadi sasa tayari yule mwekezaji wa zamani kabisa klabu ya Young Africa nikimzungumzia Manji ameshawasili Tanzania, na alikuwa hivi na vile bado mambo yanaendelea kuojwa TAKUKURU na nini, lakini imani kubwa ipo ni kwamba rasmi Manji atakuwa katika klabu ya Young Africa muda so mrefu. Na hii inaelezwa kwamba hadi sasa ni kwamba Manji inasemekana ndiye atakayekuwa mgeni rasmi kwenye mkutano mkuu wa mabadiliko wa klabu ya Yanga. Na ikichagizwa na hiyo basi kauli ya Engineer Hersi Said kutoka GSM inasema kwamba kwanza wenyewe wana furaha sana kumuona Yusuf Manji anajiunga na wenyewe, lakini pia wanapenda sana kupata mwekezaji mwingine ambaye atakuja kuisaidia klabu hiyo, kwani wamekuwa wakipambana wenyewe na huku wakisaidia klabu hiyo kuweza kupiga hatua nyingi zaidi. Kwa hiyo wanatumaini kwamba endapo Yusuf Manji kweli atakuja kuisaidia Yanga, basi wenyewe watampokea na watafurahi sana kuweza kupata msaidizi ambaye atakayeweza kuisaidia klabu hii ambayo hadi sasa imekuwa kipambana kwa zaidi kuweza kupata mafanikio makubwa ambayo wengi mashabiki wa Yanga wamekuwa wakiweza kuyaota. Hayo ni maneno ambayo Engineer Said akizungumzia kuhusu Yusuf Manji ambaye hadi sasa yupo Bongo, na kubwa zaidi ni uwekezaji ambao mmoja kufanya na hivyo kurudisha nguvu na imani kubwa wa mashabiki wa klabu ya Yanga kwa yale ambayo
aliyoyafanya kuweza kuchukua ushindi mara 3 mfululizo, usajili mkubwa, kufanya vizuri kimataifa, yote haya yalichagizwa na Yusuf Manji ambaye huyu alikuwa ni mwekezaji mkubwa wa klabu hiyo ya Yanga. Sasa hayo ni matumaini ya mashabiki wa Yanga wakisubiri kuyapata kutoka kwa Yusuf Manji, lakini pia GSM, Rostam Azizi, hao wote matajiri ambao watakuja kuwekeza klabu hii, basi wali klabu moja kubwa ina uwekezaji mkubwa. Na nikukumbushe tu Yanga inakwenda kufanya katika hatua za mabadiliko, na hivyo hatua hizo mabadiliko zitaifanya Yanga hii kuwa katika mfumo wa klabu aidha kuwa na hisa au kuwa na klabu rais. Na inapokuwa klabu ya rais, basi makampuni mbalimbali yatakuwa na uwezo kuwekeza pesa zao kwenye klabu hiyo, na huku kampuni hizo zikimchagua rais ambaye atakayekwenda kuongoza klabu hiyo. Hivyo basi ni matumaini makubwa kwa mashabiki wa Yanga kuona kwamba Yusuf Manji, Rostam Azizi, lakini GSM wakiwekeza kwenye klabu hii na kuweza kuipa mafanikio makubwa zaidi na zaidi. Tuachane na hayo sasa. Tuje kwa issue zima ya usajili ambao Yanga ameendelea kufanya wakiwa chini ya GSM, na yote hii ni kuifanya klabu hii kuwa na wachezaji wazuri wa kimataifa na kuweza kufanya vizuri zaidi kimataifa zaidi. Nikupe taarifa tu kama ulikuwa hujui, ni kwamba klabu ya Kaizer Chiefs imeamua kuachana na mshambuliaji wake wa klabu ya tokea nchini Zambia, Lazaro Kambole, ambaye huyu rasmi Kaizer Chiefs amesema kwamba hawataweza kumuongezea mkataba. Na ikumbushe tu kwamba klabu ya Yanga ilikuwa ipo na nia dhati sana kwa muda mrefu kumtaka Kambole, lakini ikashindikana. Hivyo sasa Yanga tayari wamekamilisha dili la Lazaro Kambole kutokea Kaizer Chiefs, na hivyo natua rasmi kuanzia mwezi wa 7 kujiunga na klabu ya Young Africa, akitambulishwa kutoka Kaizer Chiefs. Na ikumbuke tu Kaizer Chiefs tayari ni klabu ambayo ina mkataba wa mashirikiano na klabu ya Yanga. Hivyo Kaizer Chiefs wenyewe taarifa rasmi wameweza kuiripoti na kutoa na kusema kwamba kwa sasa hivi watamwachia Kambole aondoke kwenda Yanga na kujiunga na klabu hiyo, kwani wanaamini ameenda klabu sahihi ya mafanikio makubwa zaidi. Na hivyo wataweza kufanya mabiashara kubwa na klabu hiyo ya Yanga. Akiongea wakala wa Kambole amesema kwamba ni kweli tayari hadi sasa klabu ya Young Africa ni klabu pekee ambayo imekuwa iko mstari wa mbele kuweza kukamilisha usajili wa mchezaji wangu, na mimi naamini kwamba dili hili limekamilika kwa asilimia kubwa, na tayari Yanga wamekubali kutoa kiasi cha shilingi tazo milioni 180 kuweza kumchukua. Awali Kaizer Chiefs walikuwa mchezaji huyu klabu ya Zes. Awali Chief ndio aliharibu dili la Yanga, na hivyo Lazaro Kambole akaenda klabu hiyo na mwisho wa siku Yanga kamkosa. Sasa wakala wake wa Kambole ameweka wazi kwamba tayari hadi sasa Yanga hatima yao imekamilika ya kuweza kumchukua mchezaji huyu kinda kabisa kijana, kisha kuchukua nafasi ya Michael Sabong ambaye ameonekana hajafanya vizuri sana kwa msimu huu, na huku wengi wakiwa sema kwamba anaweza kaondoka kwa sababu hanya wakati mzuri, hajapata mafanikio makubwa ambayo wengi mashabiki wa Yanga wanategemea kuyaona akiyafanya na klabu yao. Hivyo hadi sasa GSM tayari washapeleka swala zima la mkataba, lakini pia tiketi na mambo mengine yote wameshakubaliana rasmi. Dili hili limekamilika kwa asilimia 100. Kwa hiyo Kambole anakuwa mchezaji sahihi halali kutua klabu ya Yanga akitokea Kaizer Chiefs, ambayo hii ni klabu iko Afrika Kusini, na yenyewe kupitia website yao wameamua kuandika maneno haya ambayo mimi natafsiri. Ni kweli hadi sasa tumekuwa tuna makubaliano makubwa na Yanga, na hivyo dili hili wameshaliweka mezani kwetu. Sisi kama Kaizer Chiefs hatuwezi kusema kama tutakataa au tukubali kwamba hili dili liko vipi, lakini ni wakati sahihi wa Kambole kwenda kujaribu maisha yake Tanzania, ambako kuna mpira sahihi na mpira mkubwa. Hivyo tumtakia mafanikio mema na safari njema kwa mafanikio yake mengine Kambole ambayo amekuwa akiyafanya hapa Afrika Kusini. Mchezaji mzuri, mchezaji mwenye uwezo mkubwa, lakini tuko sisi kibiashara, na kama kweli Yanga wamekuwekeza pesa zote hizi, hatuna uwaja kuweza kuweka hapa hali ya kuwa biashara ishafanyika. Hivyo sisi kama Kaizer Chiefs tumtakia safari njema na mafanikio mema. Hivyo hii ni wazi kwamba tayari rasmi Kambole anakuwa mchezaji mwingine kujiunga na klabu ya Yanga akitokea Kaizer Chiefs, na hii shangwe wa mashabiki wa Yanga akiwa anafurahia ujio huu wa Lazaro Kambole kutokea Kaizer Chiefs. Basi ni hayo kutoka hapa Choice Sports. Usahau tukumbuka alama subscribe na video hii ili uwe kwanza habari zetu kutoka hapa Choice Sports. Sisi tunaangalia Choice Sports.